Bana, Diamond Platnumz bado yupo nje ya nchi kwa ajili ya kufanya shughuli zake za kimuziki kama ilivyo kawaida. Tunajua wasanii wengi sana ambao wapo Tanzania wanafanya kazi za muziki, lakini huwezi kuwalinganisha na Diamond Platnumz. Juzi kati alikuwa na show Summer Jam Fest, lakini pia alikuwa na show mtaani pale, alialikwa kwenye ile show. Ni kubwa sana mzee, kwa sababu kwenye ile show kuna washikaji kibao ambao wameenda, wakina Ed Sheeran, waigizaji maarufu wakubwa wengi ambao wameperform kwenye ile street performance ya yule mshikaji. Sasa baada ya pale Diamond Platnumz alienda kwenye show ya Chris Brown akiwa na mwanae Davido. Ile show ilifanyika pale katika uwanja wa Tottenham Hotspur, na Davido alipata nafasi ya kuperform. Tunajua Davido na Chris Brown ni washikaji sana. Kwa hiyo ile show ilikuwa ni ya Chris Brown, lakini alimpa nafasi Davido kuperform moja kati ya ngoma zake ambazo amefanya. Na wakati Davido yuko kwenye stage, Chris Brown bado alienda kumsupport kwa kuimba naye na kucheza. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba Diamond Platnumz alikuwa kwenye ile show, lakini alikuwa kwa upande wa mashabiki kama mashabiki wengine wa kawaida yani. Lakini baada ya pale tulimuona Diamond Platnumz akiwa na Davido, alikuwa Davido, Bien na wasanii wengi wakubwa na washikaji ambao wana roll naye Diamond Platnumz kwa upande wa nje ya nchi. Swali linakuja, je, ni kweli Diamond hakuweza kufanya opportunity yoyote ile ya kuweza kumeet na Chris Brown, au alifanya hivyo lakini Chris Brown alimvimbia? Tunajua kwenye ile ngoma ya Komasava ambayo amefanya na wasanii wa South Africa pamoja na wengine, ile remix ambayo amefanya na Jason Derulo, Diamond Platnumz yeye mwenyewe alikiri kwamba alimdm Jason Derulo baada ya kuona amecheza ngoma yake, amefanyia challenge ngoma yake na kuipost kwa upande wa TikTok pamoja na Instagram. Lakini tumeona hiyo issue imetokea pia kwa Chris Brown. Chris Brown alicheza ngoma ya Komasava na kupost kupitia TikTok account yake rasmi ya Chris Brown. Je, ni pia Diamond alimdm Chris Brown? Je, ni Chris Brown ilikuwaje? Alimvimbia au ni vipi? Lakini wote tunajua kwamba Chris Brown sasa hivi yupo kwenye trend duniani kote. Hakuna yani kimataifa uache kumzungumzia Chris Brown sasa hivi ambaye ana trendi sana, basi hiyo itakuwa ni uongo mkubwa sana. Lakini mimi naamini Diamond yeye atafuta nafasi kubwa sana ya kufanya ngoma na Chris Brown, na nafasi hiyo anaitafuta kupitia Davido, kwa sababu Davido ni mshikaji wake na Diamond Platnumz. Usiku wa kuamkia leo kulikuwa na Fashion Week ambayo ilifanyika pale nchini Marekani, na Diamond ni mmoja kati ya watu ambao wamealikwa. Na kwenye ile Fashion Week kuna wasanii wengi duniani wakubwa walikuwepo, na mmoja kati ya wasanii hao alikuwa ni Rihanna na mumewe A$AP Rocky. Rihanna sasa hivi ana mimba nyingine, by the way, kama ulikuwa hujui, na ana mtoto mwingine, ana mtoto ambaye alijifungua siku za nyuma, sio miaka mingi sana, lakini wenzetu wameamua bwana kuendeleza kizazi chao. Sawa. Lakini kwenye ile show, kwenye ile Fashion Week, Diamond alikuwa amekaa mbele kabisa pale, na kwa mbele ulikuwa unamuona Rihanna. Ukiangalia hiyo video vizuri utamuona Diamond Platnumz amekaa pembeni, lakini mbele yake alikuwa yuko Rihanna akiwa na mume wake A$AP Rocky. Hiyo ni connection ambayo Diamond anajaribu kutengeneza kuhakikisha kwamba muziki wa kibongo na muziki wetu unaenda kimataifa zaidi, na tuzo kubwa kupokelewa na kuja bongo. Unadhani Diamond Platnumz hustling zake zitaendelea? Ingawa kibongo bongo tunajua kwamba Diamond Platnumz ni mkubwa, Afrika ni mkubwa, lakini bado mshikaji anaendelea kutengeneza jina kihasa kimataifa. Jamaa, wasanii ambao wamefanya collaboration na Diamond Platnumz au na videos ambazo ametengeneza na wasanii wenzake hasa nchini Tanzania, wenyewe wanakuambia kwamba jamaa ana njia ya mafanikio kila siku. Tukiangalia katika ngoma ambayo amefanya na Mr. Blue, ile Mr. Blue na Jay Melody, kwenye ile video Mr. Blue aliulizwa swali, ni ugumu gani ulikutana nao ukiwa unafanya kazi na Diamond? Yeye mwenyewe alijibu kwamba siku moja alimwahidi Diamond ngoja nikabadilishe nguo, lakini hakurudi kwa sababu alikuwa amechoka sana, na ilikuwa ni siku ya kushoot video. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani mshikaji ana njia ya mafanikio, kila siku anataka kufanikiwa kimataifa. Je, unaamini Diamond Platnumz anaweza akafanikiwa zaidi? Lakini pia unaamini Diamond Platnumz ndoto yake ya kuchukua tuzo kubwa
duniani za muziki anaweza akafanikiwa. Na je, unaamini Diamond Platnumz anaweza kufanikiwa kukutana na wasanii wakubwa au kufanya kazi na Chris Brown kama tunavyoona anavyojituma kwake na wasanii wengine wengi duniani? Drop comment yako. Mimi naitwa Tony na hii ni Line Plus TV. Nikukumbushe tu hakikisha unabonyeza alama subscribe, lakini pia usisahau kutufollow kupitia Instagram account yetu na TikTok account yetu. Nikukumbushe tu kwamba tuna followers zaidi ya 10,000 kule. Watu wengi wanatufuatilia sana. Mimi naitwa Tony, I'm out. Thank you. Ili kwanza kupata habari zetu, hakikisha unabonyeza alama subscribe hapo chini. Asante.